Lakini Msukuma siku zote huwa anawaambia watu kwamba yeye mwisho wake darasa la 7. Kweli jana ameonyesha darasa la 7 wake. Ameshindwa kujua kanuni na ameshindwa kujua mpira kwamba unaongozwa na chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF. Kuna muda serikali na ukubwa wake haina mamlaka kwa mujibu wa kanuni kuingilia mpira. Ushindi ambao mzuri bado tunapelekea kupambana kwenye ubingwa wa ligi NBC. Lazima tunakiri Dar es Salaam Young Africans anaongoza kwenye ligi. Anatuongoza nafikiri takriban katika pointi 4. Kwa hiyo mbio sio ndogo, mbio zimekuwa kubwa. Kwa hiyo niwapongeze sana mashabiki wa Simba kwa namna ambavyo kila mechi wanavyojitokeza kuja kuwapa support wachezaji wetu. Mimi naamini wachezaji wa Simba siku zote wanapenda na kufurahi kuona mashabiki wa Simba namna ambavyo wanavyojaa katika majukwaa. Mashabiki wa Simba wanakuja kwa nguvu, wanakuja kwa umoja wao, na ndio maana tunaongeza kitu kwa wachezaji wetu. Spirit inaongezeka, wanapambana. Dhamira na nia wanajua wachezaji wa Simba kuona namna ambavyo Simba mwaka huu wanakwenda kuwa mabingwa wa NBC. Dhamira na nia mashabiki wa Simba kuona namna ambavyo Simba tunakwenda kuwa mabingwa wa CRDB Federation Cup, lakini pia kuwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Sisi tunaamini mashabiki wa Simba chini ya jua hakuna kinachoshindikana. Kwa namna ambavyo Mwalimu Fadlu alivyoongoza timu yake, mashabiki wa Simba walivyojitoa, management ya Simba ilivyofanya kazi sawa sawa. Lakini tuamini waandishi wa habari. Moja ya kiongozi wa Simba na mwenyekiti wa bodi alimeshatuahidi. Makwanza alisema kwamba anahitaji kuona timu ambayo inakuwa katika 10 bora kwenye bara la Afrika. Awamu ya pili baada ya kurejea akasema nataka kuiona Simba na kwenda kuwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Iwe isiwe, watake wastake, mwaka huu Simba tunakwenda kuweka rekodi nzuri na historia kuwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Kisugu umeshinda bao 5, mtani atakuja kweli tarehe 15? No comment, siwezi kuwajibia. Sisi timu ya mpira naweza kuwajibia watu wacheza bao. Kwa hiyo mimi siwezi kuwajibia katika hilo. Siwezi kuwajibia katika hilo. Labda ile kauli ya Hakimu Msukuma bungeni kuzungumza Yanga alikuwa sahihi kugomea mchezo. Ni kauli ya kishabiki. Kwa sababu Msukuma naye kuna muda mwingine anakuwa kama shabiki wa Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo mimi naamini kauli ya kishabiki, lakini Msukuma siku zote huwa anawaambia watu kwamba yeye mwisho wake darasa la 7. Kweli jana ameonyesha darasa la 7 wake. Ameshindwa kujua kanuni na ameshindwa kujua mpira kwamba unaongozwa na chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF. Kuna muda serikali na ukubwa wake haina mamlaka kwa mujibu wa kanuni kuingilia mpira. Wanapokwenda kuingilia mpira, maana yake unakwenda kuliponza taifa, kwenda kuzuiliwa na shirikisho la soka barani Afrika. Maana yake nini? FIFA. Kwa hiyo jana alipokuwa anasema yeye darasa la 7, amekwenda kuonyesha darasa la 7 wake. Na ndio maana Profesa Kabudi ameonyesha utofauti mkubwa kati ya profesa na darasa la 7. Ameuliza swali kwa kutumia zaidi ya dakika 15. Majibu alitoka sekunde 38, mimi nimezihesabu. Sekunde 38. Na Kabudi. Yes. Swali limeulizwa na darasa la 7. Aliyekwenda kujibu ni profesa. Kuna maana gani kujibu? Msukuma mimi namjua, ni mshabiki wa Dar es Salaam Young Africans. Msukuma ni Yanga mwiko na ni nyuma mwiko. Kwa hiyo mimi nyuma mwiko akizungumza mimi nimejua anazungumza kutokana na ufahamu wa nyuma mwiko. Yes. Anapambania Yanga yake. Yes, nyuma mwiko. Labda ile baada ya spika wa bunge kumtambulisha Engineer Hersi Said, Esther Bulaya kusema na kauli yake atucheze mpaka bungeni imetawara. Yes. Siku zote mimi wale anasema ukimkuta mshabiki wa Yanga yuko Mbagara kwetu kule Kimbangulile, ukimkuta mshabiki wa Yanga yuko Dodoma, ukamkuta mshabiki wa Yanga yuko Malawi, akili zao zitofautiani. Mara nyingi Mbagara, mara nyingi akili za nyuma mwiko huwa zinakuwa sawa sawa. Ukimkuta Yanga wa Mbagara, ukimkuta Yanga Dodoma, akili zao zinafanyaje? Leo Esther ni mbunge, anajua katiba ya Dar es Salaam Young Africans. Yanga imetengenezwa kwa ajili ya kucheza mpira. Yeye aliposema hatuchezi, lakini sikushangaa kwa sababu ni mwanamama, nikajua Esther atakwenda kucheza mdako. Esther atakwenda kuruka kamba. Kwa hiyo akisema sisi hatuchezi, yuko sahihi, wasicheze. Watu wa mpira tunacheza leo, tumekuja kushuhudia Simba na Bamba Jiji. Naogopesha hatani vipola vichache. Wacha waogope hii Simba. Mbele kuna Mpanzu lazima uogope. Mbele kuna Kibodeli si lazima uogope. Mbele kuna Ateba lazima uogope. Mbele kuna MVP lazima uogope. Wacha waendelee kuogopa. Sheikh Sugu, watu wengi wanasema Simba Sport, ukiona Simba amecheza usiulize masuala ya penalti. Lazima penalti ipatikane. Watu wanajua moja katika timu ambazo waandishi mkienda kwenye takwimu zinaingia kwenye boksi la mpinzani kuliko timu yoyote katika ligi NBC ni Simba. Kwa hiyo unapojua kuwa penalty yule Mpanzu unaweza kumkabila dakika 90 usimfanyie foul kwenye 18, beki kwa wewe unaweza? Ni ngumu. Yule Ateba kwa namna spirit na nguvu alizokuwa nazo akigadi mpira ndani ya box unakosa kumchezea rafu.
Lakini waandishi mnauliza swala la penalty, inaonekana na nyinyi uwezo wenu unanipa mashaka. Najua wengi wenu mmesoma lakini unanipa mashaka. Mnielewe Kiswahili. Unanipa mashaka. Penalty ni moja ya kanuni kwenye mpira. Ukimkosea mtu kwenye boksi, mwamuzi lazima afanyeje? Amue. Lakini mbona imekuwa hoja Simba akipata penalty mnasema bingwa wa dunia amepatikana kwa mikwaju gani? Bingwa wa dunia. Leo mnahoji Simba kwa nini amepata penalty? Inakuwa tata wanasema. Tata kwako. Waliopewa kutafsiri sheria. Au ndio baubwe na Kisugu. Waliopewa kutafsiri sheria. Mashabiki wa Yanga wanarekodi dakika zenu za nyongeza, wanasema zinaweza kuzaa mechi nyingine kabisa. Siwezi kuwajibia kwa sababu siku zote niwahi kumsikia mheshimiwa mmoja anatoa mfano. Ukimkuta chizi anaoga, wewe unaoga, chizi akabeba nguo zako kamkimbiza, chizi nani? Ni ngumu sana kuwajibia mashabiki wa Yanga, uwezo wao unaujua. Ngumu sana. Unasema amebakiza mechi 3 tu za ligi kuu kwa Tanzania bara. Yes, sawa. Hesabu anajua kama imekuwa 3 walazimishe. Wao watakujua hesabu zao 3, Simba tuendelea hesabu zetu kama 5 au 6. Kila mmoja achukue hesabu. Kisugu kwa hichi ambacho anachokifanya MVP wa Ivory Coast, pengine anaashiria MVP anautaka msimu huu. Tulijua uwezo wake na ndio maana tukamleta kwenye klabu ya Simba. Kwenda kumchukua MVP wa Ivory Coast sio jambo dogo. Pesa imetumika. Hongera sana mwenyekiti wa klabu ya Simba Mohamed Dewji Mo. Unafanya kazi kubwa. Kuna muda lazima tuchukue nafasi hii kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa maisha marefu. Mzee anatupa faraja huyu. Mohamed Dewji anatusababisha wana Simba kutembea kifua mbele. Mohamed Dewji amesababisha tunapungua Dar es Salaam. Mwana Simba ukitembea Yanga akikuona na kula chocho anajificha kwanza upite. Kumbe wanakimbia. Happy birthday mwenyekiti wa Simba Mohamed Dewji. Nawashukuru sana.